tumefika wapendwa, njia ambayo itakayotusaidia ni njia ya Yesu Kristo. Amen. Mahali tumefika kama mwanadamu, msaada wangu ama msaada wako Bwana amepanga katika maisha yetu. Kwa hivyo jioni ya leo tuko hapa kwa sababu ya kusudi la Bwana. Tuko hapa kwa sababu ya kuliinua jina la Yesu. Hatuko hapa kwa sababu ya biashara nyingine yoyote. Tuko hapa kwa sababu ya kuliinua jina la Yesu. Amen. Jina ambalo limetusaidia. Amen. Jina ambalo limetuweka. Jina ambalo limetusaidia. Limetusaidia na kutukumbuka. Amen. Katika maisha yetu tumeona ukuu wa Bwana. Amen. Haleluya. Salimia jirani. Salimia jirani yako, muulize anaendeleaje? Jirani unaendeleaje? Jirani unaendeleaje? Amen. Kwa hivyo jioni ya leo, ukiwa unapita, ukiwa unatembea, tumwabudu Bwana kwa sababu. Karibu sana jirani. Haleluya. Amen. Tuko hapa kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Tuko hapa kwa sababu ya kusudi moja tu. Ya kwamba Yesu alikuwa akafufuka na hapo mbinguni. Na ni lengo gani ambalo lilimleta Yesu katika maisha ya mwanadamu? Haleluya. Kumbuka kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi, uhusiano wangu mimi na wewe na Mungu, uhusiano wetu ulikuwa mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu akatumwa akaja hapa duniani akakuweka huru. Ndiposa tuko hapa jioni ya leo. Haleluya. Amen. Ndiposa tuko hapa jioni ya leo tukilinua jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, takatifu, wewe ni Mungu ishie milele na milele. Asante kwa sababu ya jioni ya leo. Jioni ambayo Baba umeipanga na kuifanya. Tunaliinua jina lako, maana hakuna jina jingine chini ya jua ambalo mwanadamu ataweza kuokolewa kwao. Kwa ni jina la Yesu Kristo. Ndiposa tuko hapa jioni ya leo Baba yetu. Tunakuinua tukisema asante. Asante kwa huyu ambaye anayesikiza hii sauti. Baba, ninamwombea kwamba utamuokoa, utamsaidia. Ninaomba kwamba Baba utafungua maisha yake. Ninaomba kwamba Baba utanena pamoja na nafsi yake. Asante mfalme wa falme. Jina lako ni lenye nguvu. Jina lako linaweza, linastahili. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Nenda pamoja na hao wapendwa. Yeyote ambaye anasikiza hii sauti Bwana, naomba ukaweze kuteka nyara nafsi zao. Naomba ukaweze kuteka nyara njia zao mbovu. Hii jina lako Yesu likaweze kutawala katika maisha yao. Mfalme, enda pamoja nasi. Nene pamoja na watu wako. Na mapenzi yako makamilifu yakaweze kutendeka. Mimi ndiwe napewa sifa. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Tumshangilie Bwana Yesu. Haleluya. 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 Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Leo hii tuko hapa kwa sababu Mungu ametuhurumia. Haleluya. Sio kwa sababu ya sura yako nzuri. Sio kwa sababu ya tabia yako. Sio kwa sababu wewe umetoka mahali fulani. Sio kwa sababu wewe umesoma. Sio kwa sababu uko na pesa. Haleluya. Amen. Salimia mtu, mwambie tuko hapa kwa sababu ya neema. Tuko hapa kwa sababu ya neema. Haleluya. Kwa hivyo jioni ya leo tuko hapa kwa sababu ya neema. Neema ya Kristo ambayo itaweza kututosha. Neema ya Kristo ndio itakayotusaidia ili kuweza kusimama. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuingie katika maandiko matakatifu. Kitabu cha Yohana Injili 3:16. Ni andiko ambalo hata ukisimamisha mtoto wa Sunday school muulize, atakwambia. John 3:16.
Yohana 3:16 Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, hata akamtoa na uzima wa milele, hali awe na uzima wa milele. Endelea. Maana Mungu hakutuma mwana ulimwenguni ili kuhukumu ulimwenguni, ili Mungu hakutuma mwana ulimwenguni ili kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bali ulimwengu ukaokolewe katika yeye. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nikiwa kijana mdogo, nikiwa naenda kanisani, hili andiko tulikuwa tunafundishwa usiku na mchana. Ni andiko ambalo hata wewe mwenyewe unalijua. Hata mahali uko kwa nyumba yako, hilo andiko unalijua vizuri sana. Amen. Ni andiko ambalo kila mtu ambaye anatembea mradi tu uko hai, unajua hilo andiko. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wakati aliona kwamba maisha ya mwanadamu kama ushirika wake pamoja na mwanadamu umekuwa mpofu, akamtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo akaja hapa duniani ili akaweze kuokoa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hadi akamtuma mwanawe wa pekee akaja hapa duniani ili akaweze kuokoa mwanadamu, ili akaweze kuokoa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ambacho kinasababisha dunia inaitwa dunia? Vile tuko dunia hii, vile tuko Kenya. Ni nini inasababisha Kenya inaitwa Kenya? Ni mawe. Ni nini? Ni wanadamu. Ni nini inasababisha dunia inaitwa dunia? Ni wanadamu. Ni wanadamu wanasababisha dunia inaitwa dunia. Kwa hivyo Mungu anapomtuma mwanawe wa pekee aje hapa duniani, hakuja kuokoa mawe. Alikuja kwa sababu ya mwanadamu. Mwanadamu ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Mwanadamu ni wewe ambaye unayonisikiza. Mwanadamu ni wewe ambaye unayonitazama. Mwanadamu ni wewe tu ambaye unayeniangalia. Wewe ndio Yesu alikuja kuokoa katika haya maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndugu zetu Yesu awabariki sana. Na tunawakaribisha sana mkimaliza kazi. Yesu awabariki sana, tunawakaribisha na tunawapenda. Yesu awabariki sana. Kwa hivyo mwanadamu alipokosa uhusiano wake pamoja na Mungu ulipopotea, Mungu akaona si vema hawa watu ni waangamizi. Wacha tu nikaweze kumtoa mwanangu wa pekee ili akashuke pale duniani akaweze kuokoa mwanadamu. Mwanadamu ni wewe tu ambaye unayepumua. Haleluya. Amen. Ndiposa Yesu akaja hapa duniani. Na maandiko yanasema katika mstari wa 17 ya kwamba Mungu akutuma mwanawe wa pekee duniani ili akaweze kuhukumu ulimwengu. Lakini alituma mwanawe wa pekee duniani ili kupitia kwake ulimwengu ukaweze kuokolewa. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndio tunaweka foundation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Maisha ya mwanadamu ni kama maua. Maisha ya mwanadamu ni kama mafumbi. Maisha tulio nayo ni ya muda mfupi sana, mpendwa. Wewe ambaye unayenisikiza, wewe ambaye unayenitazama, wacha nikwambie jioni ya leo kwamba Yesu alikuja duniani kukutafuta wewe. Yesu alikuja duniani akafa kwa sababu yako mimi na wewe tukaweza kuingia mbinguni. Ni wangapi wataki kuingia mbinguni? Wangapi wataki kwenda mbinguni? Haleluya. Amen. Ukiuliza kila mtu, hata ukiuliza mlevi akipita tu muulize unaenda mbinguni, anasema mbinguni ndio unataka kuenda. Haleluya. Ukiuliza kahaba tu muulize kahaba unaenda mbinguni, atakwambia mbinguni ndio unataka kuenda. Haleluya. Amen. Ukiuliza mchawi unataka kwenda mbinguni, atakwambia nataka kwenda mbinguni sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukiuliza mwizi unaenda mbinguni, atakwambia mbinguni ndio unaenda. Haleluya. Amen. Na hii mbinguni ni nzuri kweli.
Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu kila mwanadamu anataka kuenda huko. Kila mtu tu ukimuuliza, ndugu yangu, unataka kubaki duniani au unataka kwenda mbinguni? Yaani kila mtu anataka kwenda mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha kwamba wanadamu wamechoka na hii dunia. Wanadamu wamehangaika na haya maisha. Sasa chenye wanataka ni kuingia mbinguni. Na mbinguni, kuingia mbinguni ni kupitia kwa Yesu Kristo. Ndiposa tumekuja hapa jioni ya leo tukikwambia ya kwamba Mungu alipenda ulimwengu akamtoa huyu mwanawe wa pekee ili tukaweze kuingia mbinguni. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza jirani yako, tunaenda mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii mbinguni ni tamu. Hii mbinguni ni mzuri sana. Yaani kila mtu tu anataka aende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alienda mbinguni kutuandalia makao. Hapo mahali unataka uende, Yesu alienda kukuandalia. Nizikize. Kutoka nizaliwe tumewahi tukisikiza Injili. Tumehubiriwa. Tumeambiwa ya kwamba Yesu anaweza. Tumehubiriwa ya kwamba Yesu anatenda. Na ukweli Yesu anatenda. Haleluya. Amen. Lakini niko na habari na wewe ambaye unayenisikiza. Leo tuko hapa, Yesu anatafuta moyo wako. Leo tuko hapa, Yesu anatafuta nafsi yako. Leo tuko hapa, Yesu anakuhitaji. Mahali ambapo uko, Yesu anakuhitaji. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jesus is Lord. Hallelujah. Yesu ni Bwana. Usiku na mchana tunaimba Yesu ni Bwana. Hallelujah. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu mbinguni. Mbinguni Yesu alikuja hapa duniani, akateswa, akapigwa mijeledi, akatemewa mate, wakamdhihaki, wakamnyang'anya, wakamfanyia kila vituko kwa sababu yako mimi na wewe. Haleluya. Ndiposa tuko hapa jioni ya leo. Kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili akaja hapa duniani akaweze kukuokoa mimi na wewe, ili tukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu akitoka kwa ukahaba, mpatane tu na yeye ametoka kwa ukahaba, umuulize unaenda mbinguni, anakuambia mbinguni ndio naenda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kanisani tunaenda, lakini mbinguni ni ya wachache. Ni ya wale ambao wameosha nguo zao. Ni wale ambao wamejitakasa kwa damu ya mwana kondoo. Ni kwa wale ambao wamejiachilia kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Vijana siku hizi wanasema ni .com. Wanasema maisha yangu ni yangu, mimi sipambingwi. Haleluya. Lakini leo niko na habari njema kwako kijana. Leo niko na habari njema kwako. Yesu alikuja msalabani kwa sababu yako. Yesu alidhihakiwa kwa sababu yako. Na by the way, huyu anahubiri kijana. Haleluya. Yesu aliniokoa nikiwa form 2. Na nimebaki kuwa Yesu. Haleluya. Sio hakuna excuse utasema kwamba vijana hawaokoki. Yesu alikuja duniani akakuokoa wewe. Akakuokoa kukuondoa kwa ulevi. Akuokoa kutoka kwa ufisadi. Akuokoa kutoka kwa mambo yasiyofaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
Leo tumewaletea jina la Yesu, jina ambalo limepita waganga, jina ambalo limepita wachawi, jina ambalo liko na ushindi. Haleluya! Unajua siku hizi watu wakipitia shida, unaona hizi vikingi za stima hizi, anaanza kuangalia sasa, nimekosa tumaini, wacha tu niende nione tu mganga hodari kutoka Kitui, mganga hodari kutoka Profesa Maji Marefu kutoka Tanzania. Lakini leo niko na habari njema kwako. Tuko na jina ambalo liko na uweza, tuko na jina ambalo linaponya, tuko na jina ambalo linashinda wachawi. Haleluya, 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 haleluya. Waganga wakubali wasikubali, hawana bahati leo. Yesu anaweza, Yesu anashinda waganga, Yesu anashinda wachawi. Haleluya, amen, haleluya, 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 amen. Yesu anashinda wachawi. Halo. Na by the way, wachawi wanahitajika mbinguni. Haleluya. Waganga wanahitajika mbinguni. Wajizani wanahitajika mbinguni. Na nisikize, wewe ni dada unaishi katika hiki kijiji, umenyang'anya watu waume zao, umewaficha katika nyumba zako. Leo Yesu anakuhitaji. Leo Yesu anakuita. Leo Yesu anakuita. Ukatoke kwa ukahaba. Ukatoke kwa ukahaba. Ukaweze kumrudia Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wewe ni dada ambaye unakaa katika hiki kijiji. Yaani wengine wakifanya kazi, wengine wakishughulisha na biashara ya kuuza nyanya, wewe kazi yako ni kujishughulisha na kuwinda waume za watu. Leo niko na habari njema kwako. Mgeukie Yesu. Mrudie Yesu. Haleluya. Kumbuka kuna siku yaja, hautapata hii sauti. Utatafuta hii sauti ambayo inakwambia utoke kwa madawa ya kulevya, ukaweze kumrudia Yesu. Haleluya. Amen. Na by the way, yaani Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata yeye, umepata vyote. Haleluya. Haleluya. Turudie. Yesu ni mambo yote ndani ya yote.